Ni siku ya pili ya mnyama Simba Sports Club hapa katika mji wa Ismailia nchini Misri, ikiwa ni kambi kuelekea katika mchezo wetu wa mkondo wa kwanza robo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tumewasili jana tukafanya mazoezi ambapo tulifanya katika viwanja ambavyo vipo kwenye hoteli ambayo tumefikia, na leo tumekuja kufanya mazoezi hapa katika uwanja huu wa Suez Canal Authority. Tunafanya mazoezi hapa tukiendelea na programu yetu kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 2 ya mwezi wa 4. Na hapa nakwenda kuungana na mratibu wa klabu ya Simba, ukipenda muite Vasco da Gama, Abbas Ali Suleiman, atueleze tu yeye alikuwa kwanza kufika hapa Misri tangu amefika na mpaka hivi sasa, na maandalizi kiujumla kwenye upande wa uratibu yamekaaje kuelekea katika mchezo huu. Abbas, habari za kwako? Habari kwangu mzuri, habari yako mzee? Namshukuru Mungu bana, salama. Alhamdulillah, nashukuru. Tuko sawa sawa. Vizuri sana kuliko jana. Ulitangulia hapa mapema, tuambie tangu umefika ushirikiano na mpinzani wetu Al Masry mpaka sasa ukoje kuelekea katika mchezo wetu huu? Kimsingi tumefika hapa salama, na kama ulivyouliza ushirikiano, kwa maana wenzetu mpinzani wetu Al Masry umekuwa wa kiwango cha juu, kiwango ambacho kinahitajika na shirikisho la soka barani Afrika CAF, kwa maana nimeweza kuwasiliana nao kutupatia vile vitu vyetu vya mahitaji ya msingi ambavyo tunatakiwa tupewe kuelekea katika mchezo. Kama unavyofahamu, wao wanahitajika kutupatia siku moja tu ya mchezo, siku mazoezi kabla siku moja ya mchezo. Kwa hiyo kwa sababu tumekuja kwenye mji ambao sisi ni Simba nyumbani, basi facilities zingine sisi wenyewe tunazifahamu. Kwa hiyo tuliweza kuchagua facilities kwa uwezo wa timu yetu, lakini pia kwa ukubwa wa timu yetu. Na ndio maana hata leo hii unatuona kwamba tunafanyia mazoezi katika uwanja huu wa Suez Canal Authority. Ni uwanja katika viwanja bora, wanasema katika Misri hii ni pitch bora kuliko pitch zote kwa vigezo vyao CAF walivyokuwa navyo. Na ndio maana utaona hata juzi mechi ya South Africa na Misri Egypt ilipigwa katika uwanja huu. Si kwa sababu wengine akili walifuata ubora huo. Sasa sisi Simba nao tuko kwenye level hiyo. Unajua sisi ni 5-star team. Kwa hiyo natakiwa tufanye mazoezi katika vitu kama hivi. Kwa hiyo tunafanya mazoezi kama hapa, lakini nilibahatika kwenda pia Suez ambako ndio mechi inakotaka kwenda kucheza, na maandalizi ya kule kwa kiasi kikubwa yameshakamilika. Imebakia asilimia kama 15 ambayo inatusubiri sisi kwenda na kumalizia hivyo vitu ambavyo viko pale kuelekea siku ya mchezo. Ni umbali kiasi gani kutoka hapa Ismailia ambako sisi tumeweka kambi mpaka mji wa Suez ambao ndo mji wa mchezo wetu? Kwa bahati mbaya sana mimi sio mtu wa mahesabu, kwa sitembei kwa kilomita, ila natembea na stopwatch. Kutokea hapa Ismailia kuelekea mpaka Suez ni lisali 1 na dakika 49. Nilitumia kwenye kwenda na nikarudi kwa lisali 1 na dakika kama 42. Kwa hiyo ni mwendo wa masaa mawili maximum kutokea hapo kwenda pale, lakini uzuri ni kwamba barabara mzuri sana, inapitika muda wote, na ni barabara safi inapoanzia hotelini mpaka inapoishia hotelini bila mapangazo yote, lakini ni mwendo wa masaa usiopungua mawili na usiozidi mawili. Na utaratibu ukoje? Tutaondoka hapa siku ya mchezo kwa maana tarehe 2 kuelekea Suez, ama tutaondoka siku moja kabla kuelekea Suez ili tukalale Suez tuamkie siku ya mchezo tukiwa pale mjini Suez Canal? Okay, kimsingi kwa utaratibu niliokuwa nao mpaka sasa hivi na ratiba ambayo mwalimu alinipatia, tutaondoka hapa siku moja kabla mchezo. Kwa hiyo tutafanya mazoezi hapa kesho na kesho kutwa. Siku ya tarehe 1 tutaondoka hapa asubuhi, kwa sababu kama ilivyo ada, unakumbuka na unavyofahamu, mara nyingi na mara zote siku moja kabla mchezo tunafanya mazoezi katika uwanja husika. Lakini lengo ni kuwafanya wachezaji wawe aware na kesho wanapokwenda kufanya ile kazi. Kwa sababu viwanja vyote ambavyo vinakuwa katika ubora kama huu, kuna uwanja, kuna baadhi ya sehemu unatakiwa ujue jinsi gani ya kukimbia, wapi tusicheze sana, kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni muhimu kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja husika. Kwa hiyo sisi tuondoka hapa tarehe 1 na tutafanya mazoezi siku ya tarehe 1 katika uwanja husika kabla kuelekea kwenye mchezo wetu hiyo siku tarehe 2. Kuna changamoto yoyote umekutana nayo tangu kuwasili kwako mpaka hii leo? Nashukuru Mungu kwa sababu mimi sasa nishakuwa gwiji. Kwangu hakuna changamoto. Ukileta kushoto mimi nitapita kulia, ukileta kulia basi nitapita chini. Kwa hiyo hata kama kuna ugumu ambao nilikutana nao, kwangu si changamoto. Tayari nishatatua na tuko vizuri kuanzia sasa mpaka tutapokuwa tumemaliza tarehe 2.
Kuna faida gani Simba kuwa hapa Ismailia? Kwa sababu kwa misimu miwili mtawalia tumekuwa tukiweka kambi hapa Ismailia. Kuja kuweka kambi hapa kuelekea mechi yetu hii ina faida kwa kiasi gani kuelekea mechi yetu dhidi ya Al Masry? Kwa sababu kama unavyofahamu mechi ya mpira ni mechi ya saikolojia. Tayari wachezaji ukishaanza kuwaweka hapa Misri, wakaanza kuonana na Waarabu, wakaanza kuona hizi shida ambazo tunakutana nazo kwa pale hotelini wapi hapa, kuwaona wale tayari saikolojia wanakuwa wanajua wanakwenda kukutana na kitu gani. Kwa hiyo itatusaidia zaidi na itasaidia wachezaji kuondoa hofu na kuwa tayari kwa mchezo kabla ya mchezo wenyewe, kwa sababu ya kufika mapema hapa na kuwa katika mazingira ambayo yale ambayo yanakwenda kukutana nao kwenye mchezo. Kwa sababu kama unavyofahamu tutakuwa kwenye mazingira hayo siku 5. Kwa hiyo siku moja kabla mchezo, yani wachezaji watakapoingia watakuwa tayari zaidi, kwa sababu akili, mawazo na kila kitu inakuwa ishazoea kukutana na watu kama wale na itazongewa kuwepo kwenye mazingira yale. Kwa hiyo ina faida kubwa sana sisi kuwepo hapa, kwa sababu tayari akili na saikolojia za wachezaji zitakuwa ziko tayari kwa 100% kukutana na watu ambao wanaenda kukutana nao. Basi kupata uwanja kama huu, tuibie siri tu kidogo, wewe ni mtaalamu. Ni uwanja unaomilikiwa na mamlaka ya mfereji wa Suez. Kupata uwanja kama huu kwako wewe inakuwa ni rahisi ama ni ngumu kiasi gani kwa uzoefu uliokuwa nao? Kimsingi kupata uwanja kama huu ni ngumu, kwa sababu huu uwanja hata timu za hapa zenyewe haziruhusiwi kufanya training, kwa sababu huu sio uwanja wa training, huu ni uwanja official kwa ajili ya mechi. Na ndio maana unaona hapo nje kwenye annex wana viwanja zaidi ya 4 vile ndio vinavyotumika kwa training. Sasa ni ugumu kwa kiasi kadhaa, lakini kutokana na connection ambayo Simba tunayo, mimi ninayo, imekuwa ni rahisi, kwa sababu nimekwenda kuongea nao kutokana na ukubwa wa timu yetu na connection ambayo ninayo, wameweza kukubali kutukodishia kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi. Ila timu nyingine yoyote ambayo inakuja hapa isipokuwa national teams watafanya mazoezi kwenye hizo annex nje, kwa sababu wana viwanja vizuri kabisa vya mazoezi hapo nje. Kwa vinaruhusiwa, kwa sababu sasa tumefanya hivyo kwa sababu kweli ni pagumu, lakini ukubwa wa timu wa Simba umenirahisishia mimi kuweza kupata kiwanja hiki kwa urahisi. Unaposema Simba umesema kitu kingine, ukisema Simba Afrika umesema dude moja kubwa sana. Kwa hiyo Tristi sikupata changamoto kubwa sana nilivyosema kwamba nakuja Simba na lengo ni kufanya mazoezi na kwenye uwanja ndani, sio kwenye annex. Wamenikubalia na tutafanya mazoezi hapa kwa siku zetu 3 zilizokuwepo hapa. La mwisho, umefika hapa Ismailia ambapo sio nyumbani kwa Al Masry, umeenda Suez ambako pia sio nyumbani kwa Al Masry, lakini mechi itapigwa pale Suez Canal. Hali ikoje? Na tunafahamu Misri na wenyewe wana system ya kila mji na timu yake. Ukija hapa Al Masry hapa Ismailia watu wanaifikiria Ismailia. Ukienda Suez wanafikiria. Hali ikoje, mwamko, mvuto kuelekea katika mechi hii? Kimsingi kwanza hapa tulipo Ismailia hapa ni katikati. Tunapozungumzia Port Said ni kulia yetu. Tunapozungumzia Suez ni kushoto yetu. Kwa tuko katikati ya Port Said ambako wanatoka Al Masry na Suez ambako tunaenda kuchezea mechi. Nilimuuliza mtu dereva ambaye nilikuwa naongozana naye kutoka Ismailia kuelekea Suez. Nikamuuliza kwa nini mechi wamekwenda kuipeleka hii, kwa sababu baada ya kwenda risali moja nikaona kama nakwenda mbali. Majangwa kabla bado sijafikia milima tu, majangwa desert. Kwa nini tumpeleka mechi huko? Akasema majibu ambayo hakuwa rasmi, anasema kwamba wapenzi wa Al Masry kidogo wakorofi na walishawahi kucheza mechi kadhaa hapa Ismailia, na kutokana na ukaribu kutoka hapa na Port Said walikuja na wakafanya vurugu kwa kiasi kadhaa. Kwa hiyo mamlaka ya timu wameamua kupeleka mechi Suez kidogo contain na kuzuia washabiki wao. Kwa hiyo tukaenda mpaka Suez, kwa hiyo mechi tutaenda kucheza Suez. Kwa hiyo tulifika Suez nijaribu kufika maeneo ya uwanja. Of course uwanja huko city center, maeneo ya karibu na soko. Watu ni wengi kiasi kadhaa. Sasa sifahamu kama wale ambao niliona siku zile watakuwa na utikio wa wingi namna ile kuja katika kuitazama mechi. Kwa hiyo kimsingi mechi haitakuwa rahisi, na kutoka Port Said kwenda Suez si mbali sana. Bado washabiki wao watakuwepo, lakini uwanja pia wa Suez si mkubwa sana. Ni uwanja mdogo kiasi. Lakini kama unavyofahamu sisi tushakutana na washabiki wagumu kama Raja Casablanca, Wydad Casablanca. Mwisho wa siku walikasirika wao. Kwa hiyo sina wasiwasi na kikosi changu, lakini kimsingi ndio hivyo, tutakwenda kucheza Suez kwa maana mandhari ya uwanja mdogo, lakini kwa maana pitch mzuri. Mji na wenyewe ni mdogo, sio mji mkubwa kama Ismailia. Kwa hiyo ndio hivyo. Asante sana. Nashukuru sana.
Bwana, huyo ni Vasco da Gama Abbas Ali Suleiman, mratibu wa klabu ya Simba. Mara zote kabla ya timu kusafiri, yeye anatangulia kwa siku 3 siku 4 kwa ajili ya kuandaa mazingira yote, mazingira ya hoteli, wapi timu itafanyia mazoezi, masuala yote ya usafiri, vyakula na kila kitu kinakuwa katika utawala wake, na ni kazi ambayo anaifanya na ameifanya kwa ufanisi wa hali ya juu kweli kweli. Tuko hapa katika uwanja wa Suez Canal Authority Stadium tukifanya mazoezi yetu ya pili kwa siku ya leo, na nikwambie tu kwamba uwanja huu ni moja kati ya uwanja ambao una nyasi nzuri kweli kweli kwa maana ya pitch. Baada ya kuingia hapa, kila mchezaji alikuwa na shauku ya kutaka kujua, je, hizi ni nyasi asilia ama ni nyasi bandia? Na kila ambaye alijua kwamba ni nyasi bandia alivutiwa na ubora wa nyasi hizi. Ni sehemu nzuri, ni sehemu sahihi kwa Simba Sports kufanya mazoezi hapa. Tutakuwa hapa kwa muda wa siku 3 kabla ya kuhamia Suez Canal kwenye mchezo wetu dhidi ya Al Masry.